kwa njia ya utukufu wa Baba. Vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Amen. Bwana asifiwe. Wakati ambapo unabatizwa, Biblia inasema tufahamu ya kuwa sisi sote tulibatizwa katika Kristo Yesu. Ubatizo tunaobatizwa nao kupitia maji. Na tutakuja kufundisha ubatizo wa maji na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Na unapobatizwa katika Kristo kupitia maji, unakufa katika mauti yake. Bwana asifiwe. Tododha Ishmaila ile siwezi sema ameenda na kuchukua na kuweka kwa msalaba. Hata utaniambia wewe ya tutapigana. Bwana asifiwe. Unless tafute watu wazito kama wewe wakushika wakufunge, na kabla wakufunge itakuwa ni kazi. Haleluya. So kukufa katika mauti ya Kristo ni kupitia maji mengi. Bwana asifiwe. Unazikwa katika maji mengi, unatolewa katika mauti hayo, unafufuka na Kristo. Bwana asifiwe. Wakati ambapo unafufuka na Kristo, unafanya nini? Unapata huo uhai. Bwana asifiwe. Basi tulikuzika pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenendeni katika upya wa nini? Wa uzima. Bwana asifiwe. Wakati ambapo umekuwa ndani ya maji, umetolewa, umetoka katika mauti, si ni kweli? Umetoka katika mambo yale ya kale, yale yalikuzuilia, umetoka, umefanyika upya. Bwana asifiwe. Umepewa uzima. Hivyo hivyo ndivyo Yesu pia alifanyiwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima ukubali kuwepo katika maji. Hakuna ubatizo wa mafuta. Bwana asifiwe. Hivi ndivyo ukisoma, hakuna mahali pa mafuta. Bwana asifiwe. Na hakuna mahali pa kupanguzwa hapa na maji. Lazima ukubali kufanya nini? Kukufa wapi? Ndani ya maji. Bwana asifiwe. Na ili iweze kukamilika. Bwana asifiwe. Swali langu nitawauliza sasa ni kama